sana mambo ya hapo mbele. Labda neno moja ambalo kujifunza la Kiluya. Mimi ni mtu ya hapa. Unajua zamani nikiwa kijana mdogo niliweza kukaa pale kwa Banyala. Pale naitwa Navaholo. Nilikuwa afisa tawala dio zamani mwaka wa 1997. Nilikuwa dio hapo pale naitwa Navaholo. Na kwa hivyo mimi naelewa lugha vizuri, kwa salamu niko sawa. Hata kusikia nasikia, kwa sababu vile nimekuambia sisi ni cousins. Lugha yetu inapitana tu kidogo, lakini watu wakiongea Kiluya mimi naelewa. Na kwa hivyo nimeshukuru sana kuja hapa na kukaa na watu wetu. Labda pengine ungekuwa kwa ziara siku 3 pamoja na vigogo wenzako. Kando na ujumbe wa siasa ambao umekuwa, kuna mambo mengine ambayo ulikuwa unabebea jamii ya magharibi? Mimi nimefika hapa kuambia watu wetu wa mkoa wa Magharibi ya kwamba ni muhimu wajitafutie heshima kama jamii, kwa sababu hii ni jamii ya kuheshimika sana, ni jamii ambayo iko na bidii sana, ni jamii ambayo iko na watu wamesoma sana, ni jamii ambayo inaheshimika sana katika Jamhuri ya Kenya. Na ni ombi langu viongozi wa jamii hii ya Mlembe watafutie hii jamii heshima, kwa sababu hatutaki madharau kwa jamii. Tungependa kila jamii ipewe heshima yake na ipatiwe nafasi ya kuwa katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, kwa kila sekta. Tungetaka hii jamii ipewe nafasi ya kuwa kipawa mbele. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, karibu tena kwa conversation ambayo tunaendelea nayo sasa hivi. Ningependa kujua tu, ama wakazi wa Western Kenya ungependa kujua unalipi ama chama cha DCP kwa wakulima wa Western Region, sababu Western Region tunategemea sana ukulima wa miwa. Ukiangalia kwamba viwanda vyetu, Mumias Sugar, Chemelil, ukiangalia Nzoia, they are not doing well. What plans do you have to make sure kwamba they're doing well? Mungu akijalia kwamba kutuongoza. Ya kwanza, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mkarimu sana kwa jamii ya Magharibi, kwa sababu iko mvua ya kutosha na iko rotuba nzuri. Na ni aibu kubwa ya kwa enea sana katika sehemu hii. Sehemu ambayo iko na rotuba nzuri na iko na mvua karibu mwaka nzima. Lakini hii ukulima wa miwa umefanya wakulima wa Magharibi kuwa watumwa. Na unapata wakulima pale katika sugar belt ya Mumias, ya Nzoia, pale West Kenya, pale Kabras, wako na maekali mengi sana ya miwa, lakini umasikini uko juu sana, kwa sababu zile mafaktoria imefinyilia wakulima kwa miaka mingi sana. Na ndio nilikuwa naambia watu ya hapa ya kwamba mimi nilikuweko, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wakiweka mkataba na Rais William Ruto kabla ya uchaguzi. Ilikuwa tariki 15 mwezi wa 4 mwaka wa 22, na hao viongozi wawili walisikizana na William Ruto, na iko kwa mkataba niko nayo hapa ya kwamba akipata nafasi ya uongozi baada ya kupewa support na watu ya Magharibi, atarekebisha upya factory ya Mumias na ile ya Nzoia, kununuliwa mashini mpya ya diffuser na zile zingine za kisasa, madeni yote ya wakulima ilipwe, madeni ya wafanyikazi ilipwe, na wakulima waweze kupata haki yao na wakule jasho yao. Na ni aibu kubwa sana ya kwamba hiyo haikuwezekana. Hiyo mkataba hukutimizwa, na badala yake hizo kampuni ziliuzwa Wahindi. Na hii Wahindi sio wenye kununua. Hawa ni wale wanaitwa proxy. Wenye kununua ni watu wakuu sana ndani ya serikali. Wafanyikazi wa Nzoia na Mumias wangali wanahangaika, wakulima wangali wanahangaika. Wiki 2 iliyopita bei ya miwa ilishuka kutoka 6,500 kwa tani mpaka
5,500. Katika finance bill imekuja, kuna mabadiliko imefanywa juu ya transport ya miwa, ambayo itafanya transport iende juu, na hiyo gharama itasukumiwa mkulima. Mimi nikipata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya, jambo la kwanza ni hizo faktoria mbili ya Mumias Sugar na Nzoia ambayo imepatiwa watu binafsi. Serikali yangu itailegesha kwa wakulima, hasa ukijua iko nuclear estate kubwa sana pale Mumias na pale Nzoia. Hiyo ni mali ya watu wa Bungoma na watu ya Kakamega, na ukiangalia ile bei, hiyo shamba imekodishwa kwa miaka 30. Hiyo ni unyang'anyifu, ni kuibia wakulima mchana, kwa sababu ile bei imewekwa ya kukodisha hayo mashamba kwa miaka 30 iko chini sana. Kwa hivyo niseme kitu ya kwanza ni kulegesha hizo faktoria mbili kwa wakulima wa Mumias na wale wa Nzoia. Number 2 ni kujaribu kuongea na wakulima pia wafanye kitu inaitwa diversification. Wasilime miwa peke yake. Mimi najua wanalima mahindi kwa sababu ya kutumia kama vyakula na maharagwe, lakini tungependa kuwahimiza na kuwaletea seedlings ya avocado, ya macadamia, ndio pia juu ya miwa wakuwe na crops zingine ambazo zinaendelea at the same time. Unajua miwa inakaa sana, utakuta ile miwa saa ingine imechelewa, ile plant ya kwanza saa ingine inachukua 24 months na mkulima anangoja. Ratoon 1 inachukua karibu mwezi 18. Ratoon 2 inachukua karibu mwezi 14, mwezi 12. Hiyo ni muda mrefu sana mkulima akiwa amengoja, na anakula, ako na watoto na wasomesha, ako na mahitaji ya kila siku. Kwa hivyo juu na hii ukulima wa miwa, lazima kuwe na mpango ya kuhimiza wakulima katika mkoa wa Magharibi wakubali juu na miwa wakuwe na cash crops zingine na food crops zingine ya kuwasaidia wakingoja ile harvesting ya miwa, na ile process iko mrefu sana ya kusiaga hiyo miwa na kuwalipa. Kwa hivyo hayo ndio mambo ningetaka kuona ikifanyika juu ya ukulima katika sehemu hii. Mheshimiwa Gachagua, labda majority of the youth ama sisi kama youth huwa tunafeel kwamba at some point we are not represented well. I don't know, what's your plan for the youth in terms of employment? Unajua wasikubali. Vijana ni viongozi wa leo, si wa kesho, na kwa wingi ndio wengi ya kwamba watapigania viti za uongozi, na wapendane na waunge mkono vijana wenzao. Hizi viti karibu wote watachukua, watakuwa ma MCAs, watakuwa ati mmetupangia nini? Serikali inatupangia nini? Nyinyi viongozi mnapangia nini? Sisi vijana hapana. Vijana wachukue nafasi, wakuja wapange mambo yao. Na wako na numbers. Wako na numbers ya kutosha. Na vile walionyesha wakati ya finance bill ya 2024, hao vijana wanaweza chukua NC na kuongoza na kuendelea naye. Kwa hivyo mimi naomba vijana wasikue kazi yao ni kuuliza ati watapangiwa nini na viongozi. Watumie wingi wao. Hao vijana wamesoma, wanaelewa mambo mingi hata kuliko sisi. Wakuje wachukue nafasi ya uongozi, ndio wakuwe katika meza ya kupanga kesho yao, ndio wapange kesho yao vile wangetaka. Na ndio katika chama changu cha DCP, katika national executive ya watu 36, watu 14, maofisa 14 ni vijana chini ya miaka 35, na wengi sana chini ya miaka 20. Na pale tumeweka katika uchaguzi ujao, tumesema vijana watalipa nusu ya ile pesa imewekwa ya mgombea kiti analipa.
Kama imewekwa 50,000 kwa kiti ya MCA, vijana below 35 watalipa 25,000. Ndio tuwapatie nafasi pia, tukijua ya kwamba hawana uwezo, hawana nguvu ya kutosha kushindana na wengine, lakini kwa sababu ni wengi sana, watumie nafasi ya kuwa hao ni wengi na pia kuwa wanaelewa na kuongea na vijana wenzao wapate nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya. Ndio. Okay, swali la mwisho tu kabla sijapatia mwenzangu nafasi pale. Mheshimiwa, we are in a campaign mode, and I want you to talk about the gunzi part. Of course, sahi tumekuwa na mambo na gunzi sana, watu wanaenda mazishi, wanaenda na magunzi nini, and it's really affecting people. What's your take on that? Unajua ile kitu naendelea ni aibu sana. Okay. Ya kwamba Rais William Ruto ameamua ya kwamba atatawala na nguvu na mabavu. Na kuna waziri aliteua kijana mdogo anaitwa Kipchumba Murkomen. Tangu huyo kijana achukue nafasi kama waziri wa usalama, hii nchi ya Kenya imechukuliwa na goons. Huwezi tofautisha nani goon na nani polisi. Goons wanatembea na magari ya polisi, ile Land Cruiser. Saa ingine wanapatiwa mpaka tiangas na polisi. Saa ingine tumeona wakisindikishwa na polisi kupora mali ya wananchi. Jana tukiwa pahali naitwa Harambe huko Matungu, governor wa county ya Kakamega alipanga vijana goons kuchafua amani, kuumiza akina mama, kupiga watoto, kupiga vijana, na wakaumiza wamama sana pale. Na polisi wako tu na wanajua na wamenyamaza, kwa sababu huyu governor ako pande ya William Ruto na amepewa nafasi afanye vile anataka katika kaunti ya Kakamega, ikiwemo kuleta wahuni, kuchafua amani na kutoa fujo. Tumekuwa na fiza mingi sana. Jana katika kanisa ya Austin's Cathedral pale jijini Nairobi, wahuni walivamia kanisa hilo na kuchafua amani, kupora mali, kuumiza washikadau walikuwa pale wakiongea mambo ya bajeti. Nimeona waziri akisema watakamatwa, na yeye ndiye mwenye kupanga. Ni kuhadaa wa Kenya. Waziri wa usalama ndio wahuni wamekuwa ndio wanatawala Kenya. Hata rais mwenyewe akitembea Nairobi anatembea na wahuni, wanapora watu wakiwa naangalia. Wahuni wameweza kuvamia makanisa ya PCA, wamevamia kanisa ya ACK huko Udhaya, wamevamia mikutano, wamevuruga amani, na hawakamatwi kwa sababu wanafanya kazi na polisi. Mimi niseme hili ni jambo la kuhuzunisha sana. Mwaka uliopita tulikuja pale Chwele na wahuni wakapangwa na Speaker wa National Assembly, wakapiga magari yetu wakisimamiwa na polisi. Hata polisi walikuwa wanawasaidia, wanawapatia cover, ndio wakipambana na hawa na wale wako pande yetu, polisi wanawasaidia. Mimi niseme hili ni jambo la kukera sana, na ni jambo ambaye inaweza kuleta furugu katika Jamhuri ya Kenya tukielekea uchaguzi, kwa sababu itafika pahali wa Kenya wakataa hiyo maneno na wachukue sheria mikononi mwao, na wakifanya namna hiyo kutakuwa na anarchy. Kwa hivyo niseme hiyo maneno ya goons ni jambo la aibu sana, na tunaanza kufikiria. Unajua mwaka uliopita 2 years William Ruto alipitisha maafisa wa polisi waende huko Haiti kwenda kusaidia watu ya Haiti kupambana na majangili na wahuni ambayo wametatiza amani katika nchi hiyo. Lakini inaonekana hawakuwa wameenda kusaidia watu ya Haiti, wanaonekana walienda ile kitu inaitwa benchmarking, ndio waelewe jinsi ya kufanya kazi na goons. Kwa sababu tangu officers yetu ya polisi waende Haiti, ndio goonism imeongezeka Kenya, na ndio polisi wamekuwa na ushirikiano mkali sana na wakaribu sana na wahuni kuangaisha wa Kenya. Kwa hivyo niseme ni jambo la kuhuzunisha sana, na ni jambo ambayo haifai katika karne hii ya 21. Labda pengine kabla sijapitishia swala la polisi ambalo unazungumzia sasa, na tumejana kulikuwa mmefunga mkutano mjini Kakamega
unajua